Ngoja kwanza nimpigie baba yenu manake toka asubuhi hajatuma tayari kula leo jamani. Jamani hapatikani wanaume hawa watoto hawajakula mpaka saa hizi. Mtihani Arabi. Mwenyezi Mungu. Haya atakupatikana nitampigia tena. Una chat hapo. Karibu baba. Nampigia baba yako hapatikani. Haya. Mshagula hapa nyumbani. Bwana hatujakula. Vipi leo mkeo na anaendeleaje? Mke wangu nilimwacha ndani amelala. Hivi kwanza nataka nikuulize. Mke wako yule mke wako gani? Mimba ile imekuelelezo. Dunia nzima mimba kabeba yeye. Yaani hatuna hata raha. Kwa sababu gani anatufanyia mambo kama hayo? Mimi nimebeba mimba watoto wangu karibuni 4 wazima. Sijawahi kusumbuliwa. Kwa nini mke wako anakuweka roho juu kama hivyo? Sasa mama ile si mimba. Sijajua tena ile mimba yake ya kwanza mamangu. Mimi wewe unajua nimekubebaje? Mimba yako nimekuleaje? Nimehangaika, nimebimbilika chini juu. Babako hajawahi kunisumbua hata siku moja. Kwa hiyo wewe ndio nini unasumbuliwa kama hivyo? Hicho huko kipindi cha nyuma mama. Sasa hivi watoto wanataka kudekezwa. Wanadekezwa nini? Kabeba mbuzi mule tumboni kwake. Unajua mama yule nataka aje awe mtu maarufu pale kwa Butu pale anaendesha bodaboda. Bodaboda ndio kitu gani? Kila siku tunaangushwa na mabodaboda. Kwa hiyo mtoto wenu mnataka kumtafutia kazi ya maana, mnamtafutia kazi ya bodaboda. Mmeona yenyewe kazi hiyo. Yaani mtoto bila kumnenea mema, wenzako wanabeba mimba, wanazaa watoto wa marais, wa bunge. Wewe na mmenea mtoto wako awe bodaboda. Hivi wewe bodaboda umeona kazi? Mama yule mimi nataka awe kama mimi. Awe kama wewe nini? Hivi mimi nimekulea. Hapo ulipofikia kaza bodaboda mwenyewe unaona kazi kabisa. Kila siku unatuangusha huko. Watu wavunjika miguu, mikono, hospitali kila kukicha, vitanda vinajaa. Hela za hospitali watu hawana. Wewe nyumba hii hapa haijaisha mpaka leo. Unaacha kumnenea mema mtoto mmalize nyumba hii hapa mpate pa kuishi bodaboda. Bodaboda nao kazi. Mama, sasa ndo kazi yangu inaonilisha ile mama. Sasa mimi hiyo kazi hiyo fanya wewe, lakini mjukuu wangu atakapozaliwa sitaki afanye kazi ya bodaboda. Sasa yule tayari mimi nishamweka kule. Inatakiwa asome. Mazingira gani? Mazingira gani? Wewe akili una naenda maana uelewane na dada zako. Dada zako kila siku mnagombana kwa upumbavu wako. Wewe mwenyewe unaona kazi, dada zako akikuchamba unaona wanakuonea. Mama yule wa kiume. Wa kiume una uhakika gani wewe Mungu? Yule wa kiume mama. Yaani wa kike au wa kiume. Hapo kinachotaka ni maendeleo. Sio kwamba mtoto anamnenea kuendesha bodaboda. Mimi kazi ya bodaboda sitaki. Mtoto akizaliwa asome, awe mbunge, awe rais, yani hivyo. Sitaki kazi ya bodaboda. Kwanza kila siku nafanya kazi ya kutuvunja viuno, migongo, mikono, miguu hatuna. Hatutaki kazi ya bodaboda hapa. Mimi nataka wewe mtu maarufu sana. Sitaki hicho kitu hakipo kabisa. Yaani wewe ndio maana uelewane na dada zako kwa sababu akili zako sio nzuri. Wewe kila kukicha. Haya, vipi mwanangu na wewe tena? Karibu. Huyu bwana ndio maana elewane na dada zake huyo. Jamani, ndio hiyo mimba au? Nataka nisikie jasho la mume wangu. Pole mwanangu. Asante, shikamoo. Marhaba. Karibu. Vipi mwenzangu? Safi. Mume wangu mimi nasikia usingizi, nataka nilale. Mama kwa sababu ya huko. Jamani, mbona wako siku hizi jamani mnatafuta sababu? Tuseme tuonekane wako tena tuna midomo. Mimba kama ndo mara ya kwanza kubeba wewe. Hiyo mimba hiyo mama. Mimba wa kwanza huyu. Hata kama ya kwanza mwenzangu ananieleleza. Basi mjukuu wangu tulia, tutafanyaje? Mume wangu mimi na kiu ya maji. Wewe nikakuchukulia maji? Usende yatenda mama. Jamani, hiyo mimba tena nimeshakueleleza hadi maji natumwamie. Kwa kwanza mama. Jamani. Basi akiume kweli anioe. Maana naona siku hizi bwana anasumbua kama nini. Ngoja kachukua hayo maji, labda atakuwa kiume watanioa au utu uzima huu tena. Mume wenyewe atakuwa bodaboda huko. Haya. Anataka maji mtoto. Haya hapa yashika. Shika mwanangu. Pole pole sasa. Kunywa. Yangu wewe test kwanza ya maji. Yana nini tena? Wewe kunywa kwanza kunywa. Maji kweli chini machafu. Machafu ndio yana vidudu. Mama maji umechota wapi? Maji nimechota kule tunapochotaga kwenye mtungi ndani. Jamani, kwanza maji yananuka chura chura. Hiyo mimba naye jamani ina hila. Sije ngazaa mtoto akawa wa kike anacheza chura mwenzangu. Ya maji hapana. Jamani. Ngoja maji si haya mazuri mwanangu. Tutachota mwanao kwenye mtungi. Hapana, maji jamani. Hizi mimba jamani zina hila za siku hizi.
Ya Rabi. Hivi mtoto ana akili? Wewe unafundishwa wewe? Ndio umeambiwa kumwagia maji mkweo. Yaani siku hizi kwa nini hamuna heshima hata kidogo? Sasa kama umeniletea mimi maji yenye michanga mimi nini? Wewe yangu itaharibika. Michanga? Ndio. Mungu wangu, wewe ya Rabi tunusuru vizazi vyetu. Haya na wewe kinachokufanya mimi na mwagi wa maji afu unaangalia unachekelea manake nini? Anayefanya mkeo anayapenda. Mama hiyo ni mimba. Mimba ndio inasababisha mimi na mwagi wa maji nadhalilika. Na mke wako ipo hapo unamwangalia. Wewe ndio maana akili huna, dada zako ndio maana anakuchukia, anakuchamba kwa upumbavu wako. Huyo mtoto wewe atakuja kuoa mama. Ndio atakuja kwa staili hii. Bora nikae mjini na mume tu. Kuliko maisha haya. Mimi na mwagi wa maji hapo unaangalia unachekelea kabisa unatoa meno na mkeo ipo hapo unamwangalia. Usina muzi yote. Mwanangu. Kwa hiyo leo umeamua kumwagia bibi yako maji? Na wewe kwa mpumbavu unamsikiliza kabisa wewe kwa humu. Yaani wewe akili huna. Mwagia maji kwa sasa mama huyu si baba jamani. Mtoto wa kwanza. Mpumbavu huo. Amna. Nipishani nyinyi wajinga. Wewe jamani sikiliza. Mama watupu nyinyi. Amekuwa hayo tena mama. Wewe niacheni. Unaondoka unaenda wapi sasa? Huyu mama yako naye mtu ana shida kuitwa bibi lakini anakuwa na hasira tu. Achana naye. Hapana kaniuzi kwa kweli. Achana naye. Lakini mwanangu nao una vituko. Bibi leo kaoga maji jamani. Mtoto kataka bibi yake. Au mama aogagi? Mama malaika unajua anasemaga ukweli. Sasa wewe si bodaboda, ni wale wanaokaga hivi mke wangu. Kweli kabisa namuona mwanangu kabisa atakuwa bodaboda. Kabisa. Kabisa mle. We mama kijacho. Tena we mama kijacho. Mama kijacho.